done with 5 kilometers. Ngoja sasa nikaoge, nikatafute maji, nikatafute chai ninywe nipate nguvu, maana nahisi tu sina nguvu. Leo ni siku ambazo nilikuwa nasikia uvivu, lakini namshukuru Mungu at least nimeweza kufanya hizo, kutembea hizo 5 kilometers. Najua si haba. Guys, nimemaliza kufanya mazoezi, nimeweza kutembea. Mvua ilipotokea namshukuru tu Mungu, nimemaliza. Sasa hivi nakunywa chai yangu manjano, tangawizi, limao, nimekamulia, sijaweka sukari, sijaweka asali. Hiki ndo chakula changu cha siku ya leo. Nimeblend hii smoothie, nimeweka, kuna ndizi, kuna cabbage, kuna pears, kuna tango, na kuna embe na cabbage. Kwa hiyo vyote nimekatakata pamoja, nimeosha vizuri. Make sure unaosha vizuri kwa sababu ya kuepuka minyoo. Na matunda unaweza ukayaosha na baking soda, inaitwa baking soda, baking powder na pamoja na vinegar. Kwa hiyo unaosha vizuri then unakatakata pamoja, una blend. Hii smoothie mimi nakunywa asubuhi, nakunywa mchana, nakunywa usiku. Napenda kunywa smoothie kwa sababu kwanza ni rahisi kutengeneza, alafu pili ina faida nyingi sana mwilini kwa sisi wenye miili mikubwa, ku detoxify mwili. Yaani kama unataka kuondoa sumu, una addiction, unajua sometimes unaweza ukawa addicted na sukari, yani vitu vya sukari, au ukawa addicted na wanga, au ukawa addiction ya kitu chochote. Kwa hiyo hii ina faida nyingi sana kuondoa hizo sumu, kukupunguzia cravings, hamu ya kula ovyo. Kwa hiyo mimi naipenda sana. Ndio maana mara nyingi, kwanza ni rahisi ukiwa tu na matunda. Ukiwa tu na matunda jikoni kwako na mboga yoyote, unaweza ukachanganya ukanywa. Na ni vitu ambavyo ni high, ni halisi, vina nutrients kwa sababu hatujapika, hamna kilichopikwa hapa. Vyote nilivyochanganya ni raw. Hata cabbage pia nimeweka mbichi. Kwa hiyo una blend pamoja, unakunywa. Kama hii ya leo ni tamu, unaweza kama uko interested ukakopi matunda ambayo nimeweka, ukachanganya na wewe, ni nzuri sana. Na smoothie hii kwanza ukinywa kwa mfano kama hii glass unashiba kwa sababu ya ina fiber, sijaichuja. Kwa hiyo yale makapi ya matunda, kila kitu vyote sijachuja kitu. Kwa hiyo nitakunywa kama ilivyo, na nikinywa tu hivi imetosha. Kwa hiyo sana nitakachoongeza ni maji. Nitakunywa na maji ya kutosha. Kingine labda chai, kama chai labda nikisikia kwamba nataka chai, pia nitakunywa chai ya viungo. Viungo vyovyote tu nitachemsha, nitakunywa bila sukari, bila nini. Kwa hiyo ukifanya hivi kwa siku kadhaa, kila unavyokunywa, ukinywa na maji, na maana una flush ile sumu, unakuwa tena unaondokana na zile cravings na addiction. Kama uko addicted na sukari, kuna mtu kabisa hawezi kuacha kula kitu cha sukari. Kuna vyakula ambavyo mtu anakuwa hawezi kuacha, lakini ukinywa hii siku 3 tu utapata shida, lakini ukiweza kunywa inaondoa hizo cravings na addiction na all that stuff. Na ni nzuri kwa sababu haina preservative, ni matunda tu unanunua sokoni, unaosha vizuri, unakunywa. Kwa hiyo napenda kunywa hivi at least kupunguza hizo cravings na sumu mwilini. Then yani ni nzuri kwa sababu unapata virutubisho vyote kupitia hii. Na kitu ambacho nimesahau kuweka ni CMOS. So maybe tomorrow nita add CMOS. Thank you for watching. See you tomorrow. Usisahau kusubscribe kwenye channel yangu, usisahau kulike na kucomment. See you tomorrow.